Wizara ya Kilimo imeendelea na kampeni ya kutoa elimu kwa wakulima kuhusu matumizi sahihi ya mbolea, ikiwa ni maandalizi kuelekea msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026. Kampeni hiyo inatekelezwa kwa ushirikiano wa Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA. Inalenga kuwajengea wakulima uelewa na namna bora ya kutumia mbolea ipasavyo ili kuongeza uzalishaji na kipato chao. Nimewaletea watu hawa watoe elimu sahihi kwa lugha nzuri, nyepesi, ili mjue namna nzuri ya hizi mbolea zinavyofanya kazi. Mbolea hizo zote ziko hapa, na ndio maana sasa zimeletwa hapa ili pia mpate elimu na muione kabisa mbolea yenyewe ikoje na inaonekanaje. Kwa niwaombe sana ndugu zanguni, katika mkutano huu ambao umekuja mahususi kwa ajili ya kutuelewesha kuhusu hizo mbolea, mtapata hapa elimu, mtaeleweshwa vizuri. TFRA imetoa elimu kwa zaidi ya wakulima 600 katika wilaya ya Kasulu, ikiwa ni sehemu ya mpango wa taifa wa kuongeza tija ya uzalishaji kwa njia ya kisayansi. Sisi kama TFRA tuna jukumu mahususi la kutoa elimu sahihi ya matumizi sahihi ya mbolea kwa mkulima. Kwa sasa kama tunavyojua, hiki ni kipindi cha msimu wa kilimo. Msimu wa kilimo unakaribia kuanza. Kwa mkoa wa Kigoma tunategemea kuanzia tarehe 20 mvua zianze kumwagika. Hasa mvua zinavyomwagika, mkulima lazima awe na elimu sahihi ya kwamba jinsi gani atatumia pembejeo ambazo anapewa na serikali. Kwa sisi kama TFRA tukalibeba hili kama swala mahususi na swala nyeti. Ndio maana Wizara ya Kilimo kupitia TFRA na wataalamu wake tukaamua tuanzishe kampeni mahususi. Kulima yoyote kabla ya kuanza kutumia mbolea, serikali imeshatoa vipima afya ya udongo kwenye kila halmashauri. Kwa hiyo ni vyema, jambo la kwanza, mchukue bwana shamba apime afya ya udongo wako, akuambie mbolea hii inafaa kwa ajili ya udongo wa eneo fulani. Kwa upande wake, Katibu Utawala Msaidizi wa Uchumi na Uzalishaji mkoani Kigoma James Peter amesema elimu hiyo inakwenda sambamba na vipaumbele vya mkoa katika kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Kutokana na muhimu wa kilimo katika mkoa wetu, huwa tunakuwa na uhamasishaji ambao tunalenga vile vipaumbele ambavyo tunavyo kama mkoa. Cha kwanza ni kuendelea kuimarisha mkoa wetu katika masuala mazima ya usalama wa chakula na lishe. Na ili tuweze kufanya hivyo pia tunahitaji kuongeza tija na uzalishaji. Sasa tija na uzalishaji nacho tunaweka kama kipaumbele. Na hivyo vikiongezeka, kwenye uzalishaji na tija tunaongeza kipato cha mkulima, lakini mkoa na halmashauri yake. Kwa tunao vipaumbele hivyo vitatu: kuwezesha mkoa kuendelea kuimarika kwenye usalama wa chakula na lishe, lakini kuongeza tija na uzalishaji, na cha tatu kuongeza pato la mwananchi, mkoa na halmashauri zake kwa ujumla wake. Kwa kweli sisi tuseme kwamba kwa muda uliopita tulinufaika baada ya kuwa tumepata mbolea ya ruzuku kipindi cha nyuma kwa bei ambayo ilikuwa elekezi ya kiserikali, na kwa mavuno tulipata vizuri. Kilimo nakiona ni kizuri kwa sababu napata chakula na napata pesa kwa ajili ya familia yangu. Sisi kama wakulima imetusaidia kwa sababu kuna punguzo fulani. Kabla hatujatumia mbolea ya ruzuku, mazao tulikuwa tunapata kidogo kwa sababu uwezo unatofautiana. Baada ya kupata tunapata mazao mengi. Tunashukuru sana serikali. Hiyo elimu itatusaidia kwa sababu tumeelewa jinsi ya kupanda na jinsi ya kuitumia. Itatusaidia kama wakulima wenzangu wanunue mbolea ili itusaidie kimaisha. Kampeni hii ni sehemu ya juhudi za serikali kuboresha sekta ya kilimo kupitia ruzuku, teknolojia na elimu endelevu kwa wakulima ili kuhakikisha taifa linafikia uzalishaji wa kutosha na unaochangia uchumi wa nchi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.